Tupate kuungama imani yetu kwa udhabiti, kupigana na adui wa roho zetu na kusaidia kazi za kutakasa dunia. Tunajaliwa kuwa mashahidi wake Kristo. Na sasa sisi zote lazima tukumbuke na kukiri imani yetu, tukimkataa shetani na kumkiri Kristo mwenyewe. Je, unamkataa shetani na mambo yake yote na ila zake zote? Wamelala. Unamkataa shetani na mambo yake yote na ila zake zote? Unasadiki kwa Mungu Mwenyezi, muumba mbingu na dunia? Nasadiki. Nasadiki kwa Yesu Kristo mwanawe wa pekee Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu na amekaa kuume kwa Baba. Nasadiki. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, utakayepewa leo kwa namna ya pekee kwa njia ya sakramenti ya kipaimara kama walivyopewa mitume siku ya Pentekoste. Nasadiki kwa Kanisa Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufuko wa wafu na uzima wa milele. Hii ndiyo imani yetu. Hii ndiyo imani ya kanisa ambayo tunaona fahari kuiungama kwa Bwana, katika Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Sasa tumuombe Mungu Baba Mwenyezi kwa wema wake awatie Roho Mtakatifu wanaye hawa wateule waliozaliwa katika uzima wa milele kwa ubatizo. Naye Roho Mtakatifu atawaimarisha kwa mapaji yake maridhawa, kwa mpako wake atawafanya wafanane na Kristo mwana wa Mungu. Na sisi sote tunakimya kwa kusali na kuomba Roho Mtakatifu apate kuwashukia hawa ndugu zetu. Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ndiwe uliyewazaa upya watumishi wako hawa kwa maji na Roho Mtakatifu, ukawaokoa katika dhambi. Basi Bwana, uwatie Roho Mtakatifu mfariji, uwape roho wa hekima na akili, roho wa shauri na nguvu, roho wa elimu na ibada, wajaze roho ya uchaji wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baada ya hiyo sala basi sasa watachongea taratibu, tukianzia na wavulana na wanaume katika laini mbili kupakwa mafuta.
Tutulie na mtu wa kimya, tusikilize sasa. Keti chini wengine wote. Ndugu zangu wapenzi, mmefika hapa kanisani ili mapendo yenu yapate kutiliwa muhuri mtakatifu wa Bwana mbele ya mjumbe wa kanisa na mbele za watu waliopo hapa. Kristo anayabariki sana mapendo hayo, na kwa sakramenti hii ya pekee anawaneemesha na kuwaimarisha hao mliokwisha kutakazwa kwa ubatizo mtakatifu, ili nyinyi muweze kudumisha uaminifu kati yenu na kutimiza shughuli nyingine za ndoa. Ndio sasa maana na wahoji mbele ya kanisa juu ya nia yenu. Je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti kwa hiari yenu na kwa moyo wa radhi? Je, mko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Je, mko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto Mungu anaowapa na Mungu kuwalea kwa ilivyo sheria ya Kristo na kanisa? Na basi vijana wanaweza kufungua hizo za basi, kwa kuwa mwakusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, sasa shikaneni mikono ya kuume na kuonyesha kukubaliana kwenu mbele ya Mungu na kanisa lake. Na msiniangalie mimi nawaelekeza tu. Sasa wakati unasema mimi, unataja jina lako, na ukisema wewe unataja jina la huyo mwenzako, na nyinyi mtafuata haya maneno vile ninavyosema. Mwangalie na ujue ya kwamba hayo maneno nayomwambia hapa ndipo ndoa iko. Mimi jina lako nani wewe? Hiyo basi. Mimi nakupokea wewe uwe mke wangu, na ninaahidi kuwa mwaminifu kwako katika raha na taabu, katika magonjwa na afya, katika utajiri na umaskini, kusudi nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Hao ni wanaume walikuwa wanaambia hao wapenzi wao. Sasa sehemu ya wanawake, mimi nakupokea wewe uwe mume wangu, na ninaahidi kuwa mwaminifu kwako katika raha na taabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Ukubaliano wenu huo mlioonyesha mbele ya kanisa
Bwana na authibitishe kwa wema wake, apende kuwasidishia wingi wa baraka zake, na aliyounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Hapo sasa ndoa yenu imefungwa kwa ahadi ambazo mmeweka, na aliyounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Sasa mtachukua ishara ya huo upendo na huo yale maagano kwa pete ambazo zitabarikiwa. Mtashika pamoja zote mbili pamoja. Saidianeni kubeba. Najua hiyo pete ni nzito sana, kwa sababu imebeba upendo. Bwana azibariki pete hizi mtakazovikana, ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Amina. Sasa bwana harusi atachukua mkono wa kushoto wa bibi yake, amuonyeshe pete ile ambaye atamvika, na mabwana harusi unapomuonyesha hiyo pete aione. Hiyo ndio utamvika ya kumkumbusha, na utamwambia hivi, wanaume wote watasema baada yangu: mwenzangu, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bibi harusi sasa watachukua mkono wa kushoto wa mume wake na kumwonyesha hiyo pete, naye amwambie maneno haya: mwenzangu, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Basi katika maneno haya na katika hiyo ahadi ambazo wamepeana, mimi kama mchungaji wa jimbo Katoliki la Kakamega na msimamizi wa kundi hili, ningependa kuwatangazia watu wa Mungu ya kwamba hawa ndugu zetu wamekuwa bibi na bwana katika ndoa takatifu, na wao sasa wanaweza kupongezana bila wanavyojua wao wanavyotaka.
Tuwashangilie. Tusimame kwa sala za waumini. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba Mwenyezi. Sala hii iwe yetu zote jumla, kama vile imani, matumaini na mapendo yote pamoja, na hayo kutoka kwa Roho wake Mtakatifu. Kwa ajili ya kanisa. Asante Mungu ambayo mwenyewe kupitia kwa Yesu Kristo leta kanisa duniani, na katika viongozi tunajua kwamba wewe ndio uliwachagua waongoze kundi lako takatifu kwa njia inayostahili kutoka huko juu mpaka chini. Bwana, tukuomba sala kwa ajili ya serikali yetu tukufu. Mungu Mwenyezi, tunakurudishia shukrani kwa uwepo wetu kati yetu. Tunaombea viongozi wote wa kanisa ili mawimbi yanayolikumba nchi yetu ya Kenya uweze kuwa suluhisho na tatizo la jibu la nchi yetu, na sifa na utukufu vikurudie. Bwana, tunakuomba. Sala kwa ajili ya mahitaji. Mwenyezi Mungu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, twaja mbele zako tukisema ni asanti kwa ajili ya wema wako. Wewe unayepeana neema zote, twakuomba kupitia kwa Roho Mtakatifu ukaweze kutujalia mahitaji ya kila mmoja wetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana, twakuomba. Kwa ajili ya familia. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, wewe unaishi na kutawala katika utatu wa Roho Mtakatifu, tunakuja mbele zako tukikushukuru kwa ajili ya zawadi ya familia zetu kama Wakristo, pamoja na familia ambao umetujalia watoto wetu. Uwajalie neema itokayo juu mbinguni, wapende kukujua wewe, wakutumikie. Na hasa ndugu zetu ambao siku ya leo wamefunga ndoa,
utawale ndoa zao ziweze kuwa za baraka. Na Bwana twakuomba. Mungu, uliwapa mitume wako Roho Mtakatifu, ukataka hao mitume na andamizi wao wawape waamini huyo Roho. Usikilize kwa wema sala zetu, utujalie kile ulichotenda wakati Injili nianza kuhubiriwa kienee sasa pia mioyoni mwa waamini. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Nakumbusha tu miongoni mwetu kuna wale sio wa Katoliki, ni wakati wa sadaka. Vyombo vya sadaka viko karibu na nyinyi, na wale ambao wanahusika kwa matoleo wakishatoa waingie kwa laini. Matoleo yote ya misa pamoja na fungu la 10 na shukrani zikuje pamoja. Zawadi za mgeni wetu tutaleta baada ya baraka, tutawatangazia. Amen.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Ee Bwana, tunakuomba uyapokee kwa rehema maombi ya watumishi wako, wajalie wafananishwe kikamilifu zaidi na mwanao, na wazidi kumshuhudia bila kukoma, wakishiriki ukumbusho wa ukombozi wake, ambao kwa huo yeye ametustahilia Roho yako, anayeishi na kutawala daima na milele. Amen. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye alipaa juu ya mbingu zote, akaketi kuume kwako, akatimiza ahadi ya kumpeleka Roho Mtakatifu anayetufanya wanao. Kwa sababu hiyo sasa na hata milele, sisi pamoja na majeshi yote ya malaika tunakuimbia kwa uchaji, tukipaza sauti na kusema: umba vitu vyote kwa enzi yako kuu, bila kutumia kitu, na kisha kupanga yote na kumuumba mtu kwa mfano wako, ukamfanya mwanamke awe msaidizi wa mwanamume asiyetengana naye, ili wasiwe tena wawili ila mwili mmoja. Na umefundisha ya kwamba uliyopenda kuyafanya pamoja hayapaswi kutenganishwa kamwe. Mungu uliyependa kutia katika maagano ya ndoa ishara ya sakramenti ya umoja kati ya Kristo na kanisa, umweke wakfu kifungo cha umoja wa mume na mke kwa fumbo kubwa hilo. Mungu uliyeagiza kwamba mwanamke aambatane na mume, ukawajalia tangu mwanzo ushirika huo, ambao wala kwa adhabu ya dhambi ya asili wala kwa kudumu ya gharika kuu haukufutuliwa mbali. Watazame kwa wema watumishi wako hawa waliofunga ndoa, wanaotazamia kuimarishwa kwa baraka yako. Upeleke juu yao neema ya Roho Mtakatifu, kusudi kwa njia ya upendo uliomiminiwa ndani yao wadumishe uaminifu katika maagano yao ya ndoa. Neema ya upendo na amani ikae ndani ya mabinti hawa, au wafuate wanawake watakatifu waliosifika katika maandiko matakatifu. Mioyo ya waume zao iwe na imani nao, watambue kuwa wenzi na warithi wenzao wa neema ya uzima. Wawape heshima ipasavyo, na wapende daima kama Kristo alivyolipenda kanisa lake. Na sasa Bwana, tunakuomba hawa watumishi wako wadumu imara katika imani na amri zako, wakae unyumba, watambulikane kwa tabia yao njema, Injili watie nguvu, wamshuhudie vyema Kristo kwa watu wote. Wawe wazazi waliokomaa katika fadhila, wote wawili wajaliwe kuona watoto wa watoto wao, na baada ya kufikia uzee wanaotamani, mwisho waufikie uzima wa wenye heri na ufalme wa mbinguni, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu. Thank you.
Tabaki tumesimama kwa sala na baraka za misa. Hapa awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani.
Tutaketi sasa, hawa wanatia sahihi kwa certificate, alafu baba askofu atawapatia rasmi.
kusign. Meanwhile, wale ambao wana zawadi vile mlikuwa mmetangaziwa, mjipange hapo kwa laini. Baba Askofu akimaliza kuwapa atarudi kuketi, atazipokea pale pale.
Haya, tuketi tuone vile wanapokea vyeti hivyo na kuviweka. Hii ni certificate ya nyinyi. Sasa watachukua hiyo certificate, watageuka, wataonyesha, alafu ataikunja vizuri. Ikiwa hakuna mfuko kwa mpenzi wake, ataweka kwa mfuko wake. Sawa sawa. Alexander na Petronila. Anthony na Evelyn. Tom na Rachel. Godfrey na Anne. Lafu Johnston na Anne Wairimu. Nafikiri imekamilika sasa, kwa inaweza kuwaimbia wakienda kukaa wakingoja sukuti. Wow.
wakati wa kuzawadi baba askofu. Wakati wa kutoana zawadi kwa baba askofu. Tafadhali Sukuti, ingiza hao haraka haraka, tukianza na CMA. Hiyo ni Sukuti ya Lutoni, ndio hiyo inasindikiza zawadi baba askofu. Hiyo ni Sukuti ya hapa Lutoni, watoto wetu wa PMC, watoto wa shule ya St. Joseph's, lafu nyuma ndio tuko na wale ambao wamebeba zawadi. Asanteni sana Lutoni, na yule yoyote ambaye ako na zawadi yake anaweza kujipanga nyuma. Wasichana wetu wa St. Joseph's wana maua ya kumvalisha baba askofu. Hao wasichana wa shule ya Mtakatifu Yosefu. Makofi kwa hao wasichana, makofi. Vigelegele na makofi tafadhali. Wasichana Mtakatifu Yosefu wana maua. Tutulie tafadhali. Tuwe na msafara mmoja. Yes, huyo ni CMA, inaongozwa na Bwana Charles Aloyo. Makofi kwake tafadhali. CWA, kiongozi wa CWA, huyo ndio chairman, amebeba ng'ombe. Lejo wanapata. Lejo next ni CWA Catholic Teacher Association. PMC ndio hao wanapata. Mdosi mwenyewe wa kwaya, mkubwa mwenyewe wa kwaya, Mama Adelaide. Vijana wa Y Youth na YCA. Asante Youth. Hiyo ndio youth ya Lutoni. Inaongozwa na Matias Komwerema. Thank you Matias na timu yako. Sukuti Msambwa. Thank you. Wana youth asante, mlomno tunashukuru. Na yeyote aliye na zawadi mashule zetu, primary school, secondary schools. Kama una zawadi primary school, secondary schools, pata juma ya youth. Alafu na Wakristo binafsi. Asante kwa kazi nzuri. Baba Askofu, tunakushukuru, asante sana. Asante sana kwa safari yako Lutoni.
Hao ndio wana youth. Asante, makofi kwao. Makofi kwa wana youth. Asante wana youth. Pamoja na Father Tajiri, asante sana. Shule ya Rosterman Primary School. Karibu asante. Makofi kwa Rosterman Primary. Wako na head teacher wao. Asante sana madam. Thank you very much. Thank you Rosterman Primary. Tunawashukuru na wanafunzi watatu. Asanteni. Thank you. Musa Primary. Na shule ingine yote ambayo iko karibu. Shule ingine yote. Asante. Thank you. Na Mkristo mwingine. Thank you. Nashukuru. Tusonge nyuma tafadhali. Asante sana. Haya, tuimbe tukirudi nyuma tafadhali. Tuimbe tukirudi nyuma. Turudi kwa kibanda tafadhali. Turudi kwa kibanda kwa nyuma. Haya, Sukuti, turudi kwenye tulikuwa tafadhali. Asante. Tunawashukuru wote. Kila mtu shangilia askofu. Kila mtu apige makofi penye yako. Sukuti, asante sana. Tutulie kwa muda mfupi sana. Sukuti wakimalizia, ningependa kuona Ann Nawire, yule mtoto ambaye angependa ajonge hapa karibu. Panda karibu hapa juu. Haya, tutacheza baadaye Sukuti. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Congratulations, graduates, and our newly wedded families. This is the long-awaited day. It's a day to celebrate with our families and friends. I commence by sending my gratitude to our Lordship Reverend Bishop Joseph Obani Sagwe for sacrificing his time and energy by joining and celebrating with us today. I sincerely honor you for your reverence. I also extend my gratitude to our priests, led by our parish priest, Reverend Father Leonard Nyongesa, for the guidance and spiritual nourishment. To add on, allow me in a special way to congratulate our catechists for sacrificing their time to ensure all this group today shines like they are, and equipping us with full knowledge of God. Last but not least,
allow me to recognize and congratulate the newly wedded couple. May you be good parents to us and to my fellow confirmed members. Let's always remember to honor and serve God wherever we go. I wish you all a blessed day with a bundle of joy. Thank you. Marusi keki. Mahujaji wa matumaini pamoja kwa sala, baba askofu na wana maharusi wote, padre wetu Father Lwengele na Father Tajiri, mbele yetu wana harusi wametutengeneza chakula cha upendo. Tuko na upendo hapa Lutonyi. Ndiposa wamesema leo baba askofu awe witness wa huu upendo. Tuko na maharusi hapa wanataka kutulisha keki. Baba askofu ameshatulisha keki ya kiroho na sasa tunataka kupata chakula cha mwili yenye imejaa upendo tele. Tunaomba baba askofu ajonge mbele ili aweze kutuombea. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Msaada wetu ni kwa jina la Bwana.
Tuombe. Mungu, tunakushukuru kwa wema wako, kwa vipaji vyote unavyotupa, kwa vipaji vya wanaharusi hawa wetu siku ya leo na wale waliopokea kipaimara. Naomba Mungu uwabariki wote na upendo walionao kati yao. Ubariki keki ya ishara ya huo upendo, kisha upendo kati yao kwa njia ya Kristo wetu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunaomba sasa Baba Askofu, kabla tuchakata keki ya kugawa Wakristo wetu wote, utazawadi kila mwanaharusi na keki moja, wajipangie mbele. Karibu sana. Tutaanza na Johnston awaits Ann. Wajongee mbele. Makofi kwao. Itafuatwa Tom weds Rachel. Tom na Rachel, makofi kwao. Kisha tuko na Godfrey weds Ann. Kisha tuko na Anthony weds Evelyn. Makofi kwao. Kisha tuko na James weds Ann. Mwisho Alexander weds Petronila. Makofi kwao. Asante sana. Kisha nitaomba baba paroko amkabidhi baba askofu keki kwa niaba yetu. Baba askofu, asante kwa kazi nzuri. Asante sana. Makofi kwa baba askofu. Kisha baba askofu atamkabidhi paroko wetu kwa niaba ya Wakristo wote keki ya All Holy Angels, Wakristo wote. Makofi. Haya. Mwisho kabisa baba askofu atakata yenye kila mmoja ule atabahatika kuonja aonje keki. Baba paroko, jongea karibu. Jongea karibu. Father Godfrey, jongea hapa, umeshiriki nasi. Maharusi, nyosha mkono mbele. Tushiriki kata hiyo keki. Kata kubwa. Kata ndogo. Makofi kwa baba askofu. Asante sana. Sikutifanya ile kitu. Thank you. Asante. Watoto ambao wamepata kipaimara leo, watoto wote mtakuja hapa mvalishwe maua baba askofu anapoondoka. Wazazi, wasimamizi wote mvalishwe watoto maua hapa kwa altari. Paneni laini hapa, alafu mbaki hapa kwa hema ambayo kwaya iko, mtakulia hapo. Serving point nyingine iko pale karibu na ofisi ya kila mtu. Parish council waelekee kule juu kwa father. Watoto, wazazi, kujeni na maua. Wakikula keki wanavalishwa maua. Mfanya kazi na awabariki katika biashara. Asanteni sana.